Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 11 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema matusi udanganyifu bado mfupa mgumu mitihani ya taifa. Matusi udanganyifu bado mfupa mgumu mitihani ya taifa. Lakini DPP akata rufani korti kuu kupinga adhabu ndogo ya hukumu ya mume. DPP akata rufani korti kuu kupinga adhabu ndogo ya hukumu ya mume. Lakini kuna habari kubwa inayosema vita dhidi ya ajali, mfumo unavyonasa dereva anayesinzia. Vita dhidi ya ajali, mfumo unavyonasa dereva anavyosinzia. Lakini mchungaji wa kanisa apewa siku 3 kutafuta kaburi la mtoto. Mchungaji wa kanisa apewa siku 3 kutafuta kaburi la mtoto. Lakini fedha taslim hatari, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini kuna habari inayosema Watanzania kulamba ajira 8,000 ughaibuni. Watanzania kulamba ajira 8,000 ughaibuni, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Dunga wa Kafu ang'ang'ania ubunge wa waziri Kijaji. Dunga wa Kafu ang'ang'ania ubunge wa waziri Kijaji. Lakini zigo la msubiri waziri Katambi. Zigo la msubiri waziri Katambi. Lakini kuna habari inayosema Abate Temu piganieni haki amani bila woga. Huyo ni Abate Temu asema piganieni haki amani bila woga. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini 19 waandika matusi wenye mitihani ya kufutiliwa hadi shuleni. 19 waandika matusi kwenye mitihani kufuatiliwa hadi shuleni. Lakini Rais Samia aeleza sababu kumsogeza Profesa Kabudi Ikulu. Rais Samia aeleza sababu za kumsogeza Profesa Kabudi hadi Ikulu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye kurasa za gazeti lako la Habari Leo asubuhi ya leo linaandika serikali ya wafikia vijana wazindua jukwaa la majadiliano. Lakini Rais Samia ataja sababu za uteuzi viongozi wazoefu. Rais Samia ataja sababu za uteuzi viongozi wazoefu. Lakini kuna habari inayosema wakulima wa muhogo kutafutwa masoko. Wakulima wa muhogo kutafutiwa masoko. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini kuna habari inayosema ufaulu juu ya kidato cha pili, mtaala wa zamani kutorudia. Ufaulu juu ya kidato cha pili wa mtaala wa zamani kutokurudia. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini bado kuna habari inayosema Dr. Mwinyi, Zanzibar imepiga hatua kubwa kielimu. Huyo ni Dr. Mwinyi asema Zanzibar imepiga hatua kubwa. Lakini tukiachana na gazeti lako la Habari Leo, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaanza na habari inayosema Rais Samia ateta na waziri wa mambo ya nje wa China. Lakini wananchi Zanzibar waomba masoko ya madini, na serikali yatenga ekari 170,000 kwa vijana kuanzisha viwanda. Lakini waziri Nanauka azindua jukwaa la vijana, na vikundi 229 vya kopeshwa bilioni 10.8. Asema vijana watamiliki viwanda na biashara kubwa. Lakini 8 wafutiwa matokeo kwa kuandika matusi darasa la 4. Na REA kusaini mkataba wa trilioni 1.2 kusambaza umeme vitongoji 909. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana gazeti lako la Mtanzania leo, tuangazie gazeti lako Raia Mzalendo lenye habari kubwa inayosema Rais Morogoro ashangazwa na wananchi kutumia vyandarua kufugia kuku. Rais Morogoro ashangazwa na wananchi kutumia vyandarua kufugia kuku. Lakini Dr. Mpango Majaliwa wateuliwa kuwa washauri wa rais. Dr. Mpango Majaliwa
wateuliwa kuwa washauri wa rais. Lakini serikali yaja na kongani za viwanda kwa vijana. Serikali yaja na kongani za viwanda kwa vijana. Lakini hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako Raia Mzalendo. Lakini bado kuna habari Dr. Mpango na Majaliwa wateuliwa kuwa washauri wa rais. Hii ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako Raia Mzalendo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mzalendo linaandika madaktari wafichua sababu kupiga miayo. Madaktari wafichua sababu za kupiga miayo. Lakini kuna habari inasema Tanzania na China kuimarisha ushirikiano. Tanzania na China kuimarisha ushirikiano. Lakini kuna habari inasema tumejipanga, afichua sababu za kumsogeza Kabudi Ikulu. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan afichua sababu za kumsogeza Kabudi Ikulu. Lakini wamachinga kulinda amani. Dr. Mwinyi aongeza kasi ujenzi wa shule za ghorofa. Dr. Mwinyi aongeza kasi ujenzi wa shule za ghorofa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Raia, gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika serikali kuwachukulia hatua wanaochelewesha miradi. Serikali kuwachukulia hatua wanaochelewesha miradi. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini kuna habari inasema Dr. Mwinyi, tunajenga skuli zenye hadhi ya kisasa. Huyo ni Rais Mwinyi asema tunajenga skuli zenye hadhi ya kisasa. Huku Dr. Mwinyi kulihutubia taifa leo. Na China Tanzania kuimarisha ushirikiano. Dhamira ya mapinduzi kuendelezwa kwa vitendo, Waziri Rehma asema kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti la Habari Leo kwenye kurasa za mchezo. Asubuhi ya leo linatuhabarisha kwa kuanza na habari inayosema Samia awabeba wachezaji wazawa. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awabeba wachezaji wazawa. Lakini Karia anika malengo ya Taifa Stars. Huyo ni Karia anika malengo ya Taifa Stars. Pedro awasifu nyota Yanga. Huyo ni kocha mkuu wa Yanga Sport Club. Bwana Pedro awasifu nyota Yanga. Lakini kimataifa, Diazi andika rekodi Afcon. Huyo ni Diazi andika rekodi Afcon. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Mzalendo kwenye michezo naandika kocha wa Yanga aipania Azam Mapinduzi Cup. Kocha wa Yanga aipania Azam Mapinduzi Cup. Lakini kwenye ripoti maalum Kibadeni Manara alimayai wafunguka manufaa ya amani. Kibadeni Manara mayai wafunguka manufaa ya amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika uwanja wa michezo Fumba, mafanikio ya mapinduzi Zanzibar. Lakini Dr. Samia awapongeza wanamichezo. Dr. Samia awapongeza wanamichezo. Lakini Singida Black Stars yaingia kambini kuiwinda AS Kotoho. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika dili la Okello. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti lenye limeandika dili la Okello, saa 3 za bosi Yanga Uganda, mwingine achomolewa kikosini. Huyo ni Okello na Yanga, mambo safi. Lakini Simba ya beba moja wa Mamelodi. Simba ya beba moja wa Mamelodi. Lakini Samia, jiandaeni kwa Afcon. Huyo ni Rais Samia asema jiandaeni kwa Afcon. Lakini Simba kumradhi, kuna habari inasema ana hili pia. Huyo ni J Melody ana hili pia. Lakini kimataifa, Anthony Joshua kama Lebroni pointi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini bado Saka ndiye tajiri wao mpya Arsenal. Huyo ni Shaka ndiye tajiri wao mpya Arsenal. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye michezo ni dili la Okello, saa 3 za bosi akiwa Uganda. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Mwanaspoti, ni dili la Okello. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe kwenye michezo linaandika Rais Samia, tutawekeza zaidi kwenye Afcon 2027. Rais Samia asema tutawekeza zaidi kwenye Afcon 2027. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe kurasa za michezo. Lakini kimataifa, Saka ajifunga mkataba mrefu na Arsenal.
Huyo ni mchezaji Chaka ajifunga mkataba mrefu na Arsenal. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.